Asanteni. Mwenyezi Mungu awabariki sana na pia awatendee mambo mema. Majina yangu ni Reverend Simon Njoroge Butogo. Nimeokoka, Kristo Yesu ni Bwana, amenilinda na pia amenihifadhi kwa wema wake. Ninamshukuru na huu mwaka wa 2026. Ninamuinua sana. Ninasema tu anastahili ni sababu amekuwa mwema kwangu toka mwaka uanzie. Na amekuwa mwaminifu sana. Kwa hivyo sijakuwa kwa mtandao kwa muda fulani kama mwezi na kitu. Sijaposti chochote kule kwa muda fulani, haswa Facebook na YouTube. Na ninashukuru Mungu sababu ya kunipa wema wake na kunilinda na pia kufanya nirejee katika hii mambo yake ama hii kazi yake. Na ninashukuru yeye na ninazidi kumuinua. Kwa hivyo mbarikiwe sana mahali popote mko wa Kenya, kanisa pamoja na ulimwengu tuko ndani yake. Na Mwenyezi Mungu awatendee mambo mema. Nahubiri na shina la Emmanuel Breakthrough Gospel Ministry. Lililo pale Mwihoko. Mwihoko ni ward. Ninaitwa Mwihoko ward, lakini iko na vijiji tofauti. Kanisa iko Dagamatu. Ama tu kwa Githurai. Pale Kazmat hii ya 45 hapo nje. Kuna gari zinabebaga hapo ambao utaona imewekelewa kibao inaenda hadi Dagamatu. Kifika Dagamatu stage. Ulise mahali kuna garage. Kanisa imepakana na garage. Huwa tunapenda wageni sana. Huwa tunapoona wageni huwa tunafurahia. Tunajuaga wageni si mto, wageni huwa ni baraka. Na huwa tunafurahia tunapoona. Kwa hivyo nawakaribisha pale sana watu wa Githurai, Ruiru, bypass, kule Nairobi gate, kwa jeshi. Mwihoko iko na ni kwingi Kizito, kule 160, bila pande za Estulak, huko kwote Kenya Light. Hiyo eneo iko na maeneo mengi sana, Discovery kule Kilili. Na wakaribisha pale sana katika ibada zetu, ni sababu Mungu ni mwema. Na mnapokuja pale huwa tuna watu wanakumbukwa na maombi, wanashikiliwa, neno linaofunzwa venye liko, na watu wanainuliwa katika roho zao. Walio na vipawa vinafunguliwa na zinaanza kutumikia Mungu. Huu mwaka wa 2026 watu wa Mungu ni mwaka ambao ni wa baraka. 2026 ni mwaka ambao ni wa baraka kubwa. Usi mwaka wa husuni, usi mwaka wa kilio. Tafadhali usikubali kulia na huu mwaka. Tumelia sana, muda umeisha. Kama tumelia sana, muda umeendaenda. Haswa mwaka wa 2025 mahali tuliwachia. Tulipoingia 2026, Mungu alinena akasema ni mwaka wake wa kurejesha chochote kimepotea katika maisha, katika boma, katika nchi yetu ya Kenya, katika kona nyingi tena zaidi. Kwa hivyo hapa uko hapo, nikuambie huu mwaka 2026 ni mwaka ambao ni wa baraka. Ile kitu ya muhimu ni kujiandaa vyema spiritually. Ni sababu ni spiritually lazima ujielewe. Mambo kabla itendeke dunia hii physically, uione physically. Mabaya na mazuri huwa inatendeka first of all spiritually. Kwa hivyo huu ni mwaka wa baraka, huu ni mwaka wa kuinuliwa, huu ni mwaka wa kurejeshewa chochote kimeipotea. Na ukiwa hivyo, hiyo ni Luke 19 verse 10. Mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Huu ni mwaka wa Jehova mwenyewe kurejesha chochote kimeipotea maishani mwako, maishani mwa nchi, maishani mwa boma yako. Biashara zimepotea sana miaka mingi. Huu ni mwaka wa kurejesha hiyo mambo. Na niwaambie hivi sababu sasa ni tuko February. Leo ni tarehe 9, ni Monday, na ni saa 8 hivi, saa 9 huko ikielekea. Ni masaa hiyo sasa. Na nataka niwaambie hivi, mwaka wa 2026 ni mwaka wa kujisikia sana spiritually. Mungu anaporejesha kwa watu wake ile mambo imepotea, mali yao imepotea, afya zao zimepotea, na wale ambao wamepotea katika boma zao, through separation na divorce, kuna Mungu anakuja kurejesha yale mambo imepotea. Niwaambie hivi kama mchungaji na mnabii, ni muda wa kujiweka vyema
Na ndiposa wakati unapofika wa Mungu kurejesha hii anakurejeshea, wakurejesha hii anakurejeshea, wakurejesha hii anakurejeshea. Hata mimi nimekwambia sijakuwa kwa mitandao kwa muda na nisharejea tayari. Niko ndani ya mitandao tayari na ninafurahi Mungu sababu ni aliniingiza kwa mitandao, ni alifanya niwe huko, na ni lazima nitaendelea kuhubiria wengi katika ulimwengu huu wa roho, na ndio wengi wakuje kwake Jehova, sababu pia tunapoongea chenye kimepotea, watu wengi wamepotelea kwa shetani, wamepotelea kwa ukahaba, wamepotelea kwa pombe, wamepotelea kwa uchafu. Watu wengine unakuta huku nje ni wachafu sana, hawaogi, wamepotea kwa uchafu. Na ninataka niseme hivi, ni mwaka wa Mungu kurejesha watu kwake wawe wasafi, ni mwaka wa kurejesha watu kwake waweze kumtumikia, waweze kusimama vyema katika boma zao. Kwa hivyo mwaka wa 2026 nakwambia ni mwaka wa baraka, ni mwaka wa ushindi, ni mwaka ambao ni wa kurejesha chochote kimepotea. Hata ndani ya nchi kuna mambo imepotea kwa muda mrefu sana, ni muda wa kurejeshwa ile mambo. Barabara zetu zirejeshwe, zingine zimekuwa ni za corrugation ni muda mrefu sana, zingine zimekuwa zimekuwa na rami, lakini rami ikabomoka na zikaharibika sana. Sasa tunaelekea wakati wa mvua, utakuta zingine zitaleta shida. Ni lazima tujiweke vyema na tukubali huu ni mwaka wa baraka, huu ni mwaka wa kurejeshewa chochote kimepotea maishani mwetu, kama Wakenya, kama kanisa, kama boma. Ni mwaka wa kurejeshewa chochote kimepotea. Kwa hivyo ni spiritually jisikie. Kama wewe uko na huduma ndani yako, ujue kama huduma yako inaendelea vyema. Kama wewe ni mzazi, are you praying for your family? Wewe ni mama, are you praying? Wewe ni mzee, are you praying for your family? Sababu katika mambo hii ya Mungu kurejesha chochote kimeipotea, si mambo utakaa tu hivi na irejee. Hata si mwaka. Kuna watu nimehudua miaka mingi, kazi yao ni kuomba tu, kuomba. Unakuta kwa milima mingi sana wakiomba, wakiwa fasting, wakiwa tu kwa maombi. Mtu wa Mungu elewa, kuna wakati wa kuomba na kuna wakati wa kufanya kazi. Mimi sasa nakuhubiria saa hii, ninakuupdate mambo ambao ni ya mwaka huu ambao ni mpya, ambao tuko ndani yake 2026. Na nimekuwa wakati mwingine kwa maombi ya fasting, maombi ya kujituma sana. Kuna wakati huo sasa niko kazi ya kuwahubiria, kuambia Mungu anatakaje na huu mwaka ambao ni 2026. Kwa hivyo mtu wa Mungu usiende kwa maombi sana, ati unaenda kwa mlima siku nyingi, unaacha boma yako, unaacha biashara yako, unaacha mambo ambao inafaa iendelee. Balance mambo yote. Na utabalance aje? Ndio kuomba, yes, lakini ukubali kubalance mambo. Kuna wakati wa kuwa kwa maombi deep ya fasting, unaacha mambo zako, unaenda kando, unajifungia mahali, unaomba. Lakini unapomalizia maombi ni kuenda kazi sasa. Sasa hii ni ufanye kazi ukiomba, ndio naye Mungu yale mambo imepotea maishani mwako, maishani mwako wewe, iweze kupata nafasi ya kurejea, ama inapotumwa na Mungu inapata mahali kwa kutua, na inatua ikiwa baraka boni ya ajabu. Kwa hivyo huu ni mwaka wa Mungu sana, na si mwaka wa Mungu na watu. Okay, ni mwaka wa Mungu na watu ambao ni wako pande yake. Ni mwaka wa Mungu na nchi, ni mwaka wa Mungu na kanisa, ni mwaka wa Mungu na boma. Ati alipenda ulimwengu akamtuma mwana wake wa pekee, ndio atakaye muamini asipotee, bali apate uzima wa milele. Na nimekuambia mengine, kitabu ya Luke 19:10, alikuja kutafuta, huyu tu mwana wa Adam, Mungu mwenyewe alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kwa hivyo huu ni mwaka ambao ni wa kujiweka ndani ya Mungu sana. Na ni wabibi wa Kristiano, nyinyi ambao mko wa kanisa, ambao mmeokoka, wakati umeokoka jiulizage mara nyingi kama uko na roho. Sababu kanisa ni kuna kanisa mara mbili dunia hii. Kuna kanisa lukewarm church, ni ile kanisa Mungu aongeangi na akubali zangu yaongee. Ni mahali ni kwa wazee wanaongeaga pale, ni mahali ni kwa hao. Lakini kuna kanisa ambao kuna hiyo lukewarm church ni kanisa yenye Mungu akubalishi kuongea ndani yake. Hiyo ni ya wazee na watu fulani, wa mama fulani, au ndio hata ukisemekana uko na kipawa, au ndio huamua kama kitatumika ama hakitatumika. Lakini kuna kanisa ambao ni ya Jehova sana, inaitwa Word Doer. This year 2026, tafutana na Word Doer Church. Mahali unaambiwa ukweli mpaka unaumwa kabisa na ukweli.
Na hizi kanisa nyingi ambazo zinaongeaga ukweli watu wazipendi. Lakini ngoja nikwambie, Yohana 8 mstari wa 32 ama 32 nasema hivi, mtafahamu ukweli utawaweka huru maishani. Mtu wa Mungu, mwaka wa 2026 ukitaka zile baraka zimepotea kwenu, mahali umezaliwa kwa muda zimepotea kwa muda mrefu za kutoka mahali umezaliwa, ukitaka zirejee, ni lazima ukubali kuabudu ukweli. Watu wengine unakuta mtu anasema mwaka ni wa Mungu, nitaona Mungu sana, lakini bado wako pombe. Bado anaenda zile kanisa zenye hazikatazwi pombe, hazikatazwi ukahamba, hazikatazwi mtu haambiwi wivu ni mbaya, mtu haambiwi sherati ni mbaya. Uko na mume wa wenyewe ama bibia wenyewe, lakini hakuna mtu anakuuliza muda wote ni twende tu. Nikwambie hivi, mwaka wa 2026 wale ambao wanarejeshewa mali ambao imepotea ni wale ambao watasikiliza Mungu, watatembea na Mungu na watapenda Mungu na roho zao zote. Kwa sababu wale ambao wametumikia Mungu miaka mingi na kwa ina roho na mali yao, nguvu zao na masaa yao, wameionekana ni kama hakuna kitu wanafanya. Huu mwaka wa 2026 ni mwaka wao wa kuinuliwa, mwaka wao wa kubarikiwa na mimi kama mchungaji already nimeanza kuona milango ikifunguka. Unajua nimetumikia Mungu sana mimi. Wakati niliokoka, I have served God. Na sirigi mimi, lakini najua nimemtumikia Mungu na njia kubwa sana kutoka niliokoke. Na ni miaka mingi, ni miaka 10 na kitu. Ni miaka 10 na kitu. Na ni zaidi ya inaelekea zaidi ya 15 years. Na nimeona Mungu akiwa mwema. Na nimeona Mungu akiwa mwaminifu maishani mwangu. Na nimeona akinibariki, akininua na yale mambo watu wanatafutana nayo kwa maombi muda wote. Nimekwambia you have to balance. Wakati wa maombi huko uhakishe, wakati wa kutumikia Mungu huko, wakati wa kutoa huko, wakati wa kuenda hiyo huko. Waelezo wakasema kila jambo na wakati wake. So kama wa Kenya, kanisa na ulimwengu, mbarikiwe sana. Jehova azidi kuwatendea mambo mema. Ningetaka ujue ya kwamba ni mwaka wetu na Jehova. Ni mwaka wa kanisa na Mungu, nchi na Mungu, na ni mwaka ambao ni wa boma na Mungu, ni wa biashara na Mungu. Kwa hivyo ukikaa vyema kwa Mungu na usikilize venye nataka na huu mwaka, biashara yako itasimama vizuri. Sasa Kenya yetu iko na pesa. It has man already. Alikuja kutafuta. Huu mwaka ni wa kutafutiwa kabisa. Chochote kimepotea sababu wengi wamepoteza biashara. Hasa kutoka tuchaguane. Watu wamepoteza biashara, wamepoteza boma, watu wamepoteza mambo tofauti. Hata mimi mwenyewe nilikuwa na pesa kwa bank. Tukichaguana 2022 katika uchaguzi nilikuwa na pesa kwa bank, na si pesa kidogo, lakini tulipochaguana sijui kile kiliendelea. Sijui kile kiliendelea, ni Mungu tu anajua. Sababu tulikuta tu ni kutoa mtu tu anatoa na huweki, lakini for now things are changing. Hiyo kitabu ya Luke 19:10 uisome sana huu mwaka. Ati mwana wa Adam alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Sasa ile mali yetu imepotea. Hiyo miaka yote hasa kutoka tuchaguane. Jehova ameanza kuirejeza kwa mifuko yetu, kwa akaunti zetu na kwa M-Pesa na kule kwingine. I want to say this. Kaa vyema, penda Mungu na upende ukweli. Hiyo John 3:16 anasema for God so loved the world, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Na mwaka tena niwaambie, nimesema ni mwaka wa Mungu na watu wake, wanaompenda, wanaomtegemea, wanaomuogopa na wanaomwabudu na wanaopenda ukweli. Tena kuna kitu nitawaambia ya huu mwaka wa 2026. Ni mwaka ambao ni mwaka hatari kwenye ambao hawapendi Mungu. Many will perish no matter what. Hii niliongea tukivuka mwaka. Kuna uwezekano video ya tukivuka mwaka ikufikie wakati wowote tu. Video ya tukivuka ile ya kesha, overnight kesha. Na ni mwaka ambao wengi wataangamia, sababu watu wengi na wapendi Mungu, watu wengi wapendi kanisa. Watu wengi siku hizi hasa wa Kenya wamepotea makanisani. Wanasema kanisa ni biashara. Kanisa ati wamegundua wachungaji wanakuwa kazi. Let me tell you the truth, wewe hapo unanisikiliza na hii video ushare kwa mtu mwingine. Nikwambie hivi mtu wa Mungu. Kanisa ni kazi ya Jehova, ni kazi. Kwanza ujue hapo ni kazi ya Mungu. Ni kazi. Wachungaji wao wako kazi.
Sijui kwa nini watu waelewi hapa. Wachungaji wako kazi na wameitwa na Mungu kwa hiyo kazi. Na ni maandiko, sadaka zitolewe, fungu la 10 litolewe, shukurani itolewe, maibada inuliwe na ipeleke kwa madhabahu. Watu wanaangamia sana mwaka ni sababu ya kukosa kupea madhabahu heshima. Mimi mwenyewe kama mchungaji last year hapo mwezi wa 7 niliombea mzee na ni baba ya pastor fulani. Nikamuombea akiwa na kansa ya throat cancer hii ya koo, na ilikuwa stage 3 na alikuwa yeye ni mapicture tu, the best wa hospitalini na kutumia pesa. Tulienda kwa hiyo boma last year hapo mwezi wa 7 na with maombi na ibada ya maombi pamoja na ibada 2.5 hours. Huyo mzee hakuwa anakula vizuri, alikuwa naenda kumeza kitu anasikia uchungu. Nikiondoka pale niliacha mzee alikula ile chakula tulikula, chapo na viazi na nyama. Hizo ndizo walikuwa tukua pamoja. Na hiyo boma sijasikia mimi nikipigiwa simu ati wanazunguka tena. Kuna Mungu ambaye huwa anaponya. Na wacha niwaambie wa Kenya na wale watu ambao hampendi Mungu. Maajali ni mengi barabarani. Watu siku hizi wanauana kuana kabisa. Watu wanajinyonga. Watu wanakufa na njia tofauti. Angalia sasa hapa Russia na Ukraine. Russia na Ukraine. Watoto wetu ama marafiki zetu ama Wakenya tu wetu ambao tunawapenda, they are dying there. Wakenya wengi wanapotaka kuenda katika nchi ya Kenya, nchi ya Kenya unapotoka ndani yake, hasa ukienda hizo nchi za ng'ambo, wacha Afrika, nchi za ng'ambo, hapo ndiko kuna watu ukibiria mara nyingi, wanaenda kazi za nyumba, kazi za security na kazi za driver. Mimi najua hivi sababu nimepatana na watu wengi. Si watu wengi huko zote Mungu kuhusu kwenda kule. Si watu wengi. Watu wengi hata naonaga kuna watu, kuna kikundi huwa inatamani kusikia mtu anasikia ngaji akiwa kwa ndege. My friend, kitabu ya Marko 4:35 ukisoma utaona ng'ambo hiyo. Yesu mwenyewe aliamua kwenda ng'ambo ya ziwa. Akapanda merikabu yake na akaamuru wanafunzi wake wapande ndani hiyo merikabu. Maandiko inasema vizuri hivi ati katikati mwa bahari kukatokea mambo. Na merikabu zote Yesu hakuwa ndani ziliangamia. Zenye zilijitokeza tu. Umati ukajitokeza tu na ukapanda merikabu. Kasema tutaenda, kama ni inaenda tutaenda. Tutaenda. Wakiwa katikati mwa safari, merikabu zote zilijitokezaga zenye Yesu hakuwa ndani, zote ziliangamia. Mwaka wa 2026 wenye ambao hawana Yesu ndani yao, hawana roho ndani yao, nyinyi ambao mnapenda kanisa tu, mnaenda tu kanisa muende, hamukatazwi dhambi, hamukemei watu wa Mungu, roho hayuko pale, hamufunuliwi, yani hamuna roho ya kumfunulia nini kinaendelea maishani mwenu, kwa boma zenu. Nyinyi ni mtu akisikia tu bafu inaleta shida, inauma, ni hospitali, ni mapicture, ni operation. My friend, watu wengi wataperish na huu mwaka. It is good to consult God katika mambo zingine ama katika mambo zote unafanya. Sasa tunaelekea kwa ukulima. Consult God. Wewe uko katika area gani? Ni mbegu gani inahitajika mahala pale? Go to Agrovet and consult. Ni mbegu gani nzuri? Na mimi kwenye niko, mimi ni mkulima. Mimi kwenye naishi na boma yangu, mimi ni mkulima. Hii na mafama. Hii na bado mimi ni mchungaji. Hija pale Mwihoko ni mimi nakuta Sunday nyingi niko pale. Niko huduma, Thursday I'm there. Lakini mimi niko na kazi zangu nafanya. Ndio nipate pesa na niweze kuendeleza boma yangu, na hata mimi niweze kutolea Mungu. Mimi ni mtu napenda kutoa, hata ukulima wangu ni kilima natoanga. Mimi mtu ambaye ni wa hiyo. Mimi natoanga mali zangu kwa Mungu. Kwa hivyo mimi sikaagi tu hivyo. Hata saa hii ndio niongee na wewe, nimetoka kwa ukulima, mwaka niambia ni wakati mwema akuwa kwa mitandao. Mimi ni mkulima. Toka asubuhi nimekuwa kwa shamba. Mimi I'm that way. I want to say this. Yesu alipowasili pande nyingine ya ziwa, alipokemea zile upepo na mawimbi baharini, ikatulia na ikakoma. Hizo maroho zilienda, aliposikemea na akapita akaenda. Akifika pande ile nyingine, maroho pepo zikiwa ndani ya mtu aliyeishi makaburini 2000 zikaanza kumuogeresha, kumwambia usitusubue,
Najua ni mwana wa Mungu. Yesu finally alistuma ndani ya nguruwe na zikaingia kwa maji na zikakufa. Nataka kusema namna hii, ng'ambo huko si mchezo. Ng'ambo kuna mambo yake huko. Watu sasa wanaenda Ukraine. Sasa tunaomba ndio tunaomba ngaro Mungu arejeshe wale ambao wako uhai. Ndio tunaomba wale ambao wamekufa mili letu wenzao wazike. Otherwise it is very painful. Kenyans tuko na manabii, na mimi sikatai ati Kenya iko na manabii wabaya. Iko na mabaya, lakini Elijah akaambiwa na Mungu kuna mabaya Elijah, lakini hujabaki peke yako. Kuna 7,000 kitu kama hiyo. Kuna 7,000 ambao nimebakisha, manabii nimebakisha Elijah ambao hawajajichanganya mpaka wa leo. Ngoja nikuambie mtu wa Mungu, Kenya iko na manabii ambao ni wa Mungu. Wananenaga kitu na inatimia. Ambao wako na uwezo wa kuonea na kusungumuza kuhusu hiyo ng'ambo unataka kuenda. Wengine mnapiga simu tuope mkiwa ng'ambo. Wengine mnasibuka already mkuu mmefika kule. Mlikuwa ndio mkiorganize hiyo mambo yote. Sikuna manabii. Na hapa mshike. Kuna watumishi ambao hawana unabii ndani yao. Wani nasema Dorokazi akiwa mwisho na akiwa kwa nyumba ya juu amewekwa katika kamoshari fulani hapo. Katika nyumba fulani kwa amekufa. Watu wa area hiyo wakiendelea na ile matanga. Kuna mahali nilifika watu wawili wakasema hapana, huyu hatuziki. Tutaenda hadi Jopa tumwendee Petro. Akuja asungumuze jambo. Huyu mama amekuwa akishonea nguo na akitoa masadaka na akifanya mambo mazuri, kwani tumzike? Walimwendea na Dorokazi akakuja akarudi uhai. Kuna Petrus, watu wa Mwehoko, watu wa Kizito. Wengi nakutana kaja nyinyi, nilikuja crusade hapo tu nitaje hiyo shule sababu hakuna shida kuitaja, na naipenda hiyo shule sana, naibarikiwe, nazidi kuinuliwa. Kids and Queens Academy. Nilikuja crusade hapo mwezi wa 11 na niliona watu wengi ni warefi. Watu wengi hata mili yao unaona iko na shida kabisa, wako na sukari, wako na pressure, wako na arthritis, watu wako na Kizito. Nilikuja hapo nikasema nikatangaza sana sababu mjio nimeishi na huko ndiko kanisa iko na napenda mji huo. Nimesema kanisa iko huko. Hata kama katika mambo na kukazi kaagi Mwehoko. Mimi nilihama katika mambo na familia yangu, makazi yangu na makazi ya familia yangu, nilihama Mwehoko. Na si huko Atibari na Mwehoko. I am always there Thursdays, Saturdays na ule muda mwingine Mungu ananiauthorize niwe kanisani. Watu wa Mwehoko niwaambie, hapo kuna Jordan, teremkeni muoge mpone. Hapo kuna Jordan. Kuna Jordan hapo, teremkeni muoge mpone. Nilizoea kuitwa matanga na mimi ni mtu najulikana Mwehoko. Nilikuwa nikisikia darama mahali, hema imewekwa mahali, naenda kuchunguza ni ya nini. Nikipata ni mtu ameaga dunia, ninashikilia watu. Wengine wamekufa kuwa walevi, wengine ninaalikwa na vikundi huko. Nimekuwa huko Mwehoko nikihubiria watu habari njema. Hata saa hii ukinihitaji nitapatikana tu, ama nitume wale niko na wao. Niko na maservant. Maservant ndio deacon kwetu kanisani. Niko na mapastors huko, niko na elders huko, niko na senior servants huko, niko na watumishi wa Mungu huko mimi. Na wanafanya kazi njema sana. Na kwenye nahitajika huwa niko available. Niko available always. Crusade mliniona pale. Nataka niwaambie hivi watu wa Kizito, Mwehoko na Mwehoko tu kote huko, na hasa Mwehoko yote kwa jumla. Hapo kuna Jordan, Dagamatu, karibu na garage. Kuna kanisa iko hapo. Hiyo ni Jordan, watu wa Mungu. Wengi wamekuja bila watoto wakaombewa wakapata watoto. Wengi wamekuja mpaka na wheelchair. Zaidi ninaona wengine nimeiombea wakiwa na kwa wheelchair na wakaamuka kwa wheelchair. Sijui ni ukweli niliongea sana mpaka watu wakaumwa ama ni nini shida. Unakuta mtu alikuwa ameondolewa kwa wheelchair, kwa hiyo miti, na hiyo ikakuwa imeisha na kukunywa dawa ukaisha. Lakini ikafika mahali mtu akaanza kupuuza mambo ya Mungu. Kanisa, na ninasemaka hivi, ukienda kwa church fulani, uende upate baraka yako kule na uponyaji wako kule. Huko usitoke. Wengine wamefanyika mapasta mikoni mwangu, hata mikoni mwa wengine. Unafanyika pasta, unakuzwa, unafanyika pasta. Unakuzwa, unafanyika evangelist, unafanyika elder, unafanyika
mtu anaweza fanyia Mungu kazi. Unainuliwa na mchungaji. Okay, mchungaji fulani anatumika kukuinua katika madhabahu yenye amepewa na Mungu. Alafu wewe unafika mahali unakosa kufuata ukweli, unafuata kikundi. Utaumia sana katika hii maisha. Otherwise, lazima ubarikiwe ukiondoka mahali. Lazima uondoke mahali with a legal ground. With a legal ground. Hasa nyinyi ambao ni viongozi wa makanisa. Ambao umeikuwa kiongozi kanisani, umeinuka kiwango, unahubiri, unaongoza ibada, wewe kuwa deacon ama nimesema siko tunaitaka maservant. I want to say this. Huu mwaka wa 2026 ni mwaka wengi na watu wanakufa zaidi. Mimi najua watu wanakufa na maajali na magonjwa, wamelazwa hospitali tofauti. Wengine si daktari wanahitaji, wengine wanahitaji kusikia Mungu apone. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him shall not perish. Wewe mwaka hapa Mungu anakuja kurejeshea watu wake ile mambo imepotea. Wale ambao nao hawapendi Mungu, they will perish. My people, watu wangu, watu wataperish, watu watakufa. Kenya hii, people will die. Why? Ni sababu Yesu wako, roho wako, Mungu wako, lakini watu hawataki Mungu, hawataki kuokoka, hawataki msaidizi. Sasa kila mtu akisikia babu iko na shida, naenda hospitali, anapigwa picture, anaanza kuopa. Kenya hii kuna hospitali ziko kwa biashara. Na tumeiona Kenya hii hata kwa mitaro tumeiona hospitali, unakuta hospitali iko na ukora fulani ndani yake. Kenya hii kama hauko na roho, kama upendi Mungu wewe, kama huna Yesu, kuperisi ni rahisi sana. Watu wa Mwoko, watu wa bypass, watu wa Nairobi Gate, watu wa kwa jeshi, watu wa Githurai, kuna mahali kunaongeagwa ukweli. Pale Ndagamatu kupakana na garage. Hiyo kanisa ukija hapo, ikia ndani, nyenyekea kwa Mungu, penda Mungu, sikia venye unaambiwa kuhusu boma yako. Watu wengine wakija kwa wachungaji wanakuja kaorele wakiwa na mawazo yao. Mimi niko na mzee wangu amenichokeza, mchungaji, mimi nataka kuacha huu nipate mwingine. Sasa utapata mwingine aje? Maana inasema kitabu ya Korintho wa kwanza 7:10. Korintho wa kwanza 7:10. I'll read it. Ndio ukiangalia usisemage huku abiwa. Korintho wa kwanza 7:10 nasema. Korintho wa kwanza 7:10 nasema hivi. Lakini wale waliokwisha kuoana na waagiza, wala hapa si mimi, ila ni Bwana, mke asiachane na mumewe. Lakini ikiwa ameachana naye na akaya asiolewe. Hii ndio kitu inaumaga sana. Na hii ni maandiko na hatuna lingine. Na nirudie tena. Korintho wa kwanza 7:10. Lakini wale waliokwisha kuoana na waagiza, wala hapa si mimi, ila ni Bwana, mke asiachane na mumewe. Lakini ikiwa ameachana naye na akae asiolewe, au apatane na mumewe tena. Apatane na mumewe. Tena mume asiache mkewe. Sasa watu wengine mkija kwa makanisa, hizo zetu hizo na kweli na roho. Sisi Mungu ametuaminia tuongoze. Nakuta mtu anakuja akiwa tu na mtego amewekea madhabahu. Hii church kama sitakubalishwa niolewe tena, niache yule mume niko naye. Ama already tu, unajua kuna mama already wanakuja kama wameachana na bwana zao miezi kadhaa, miaka kadhaa. Hawa ni nasema watu wakikwisha kuoana, either ni harusi ama si harusi, hao watu wanafaa wakae hivyo. Iwapo mama ataacha mume wake, aende na asiolewe tena. Iwapo mzee ataacha bibi yake, aende na asioe tena. Akioa tena ni shida, hiyo ni ukahaba na ni usherati. Hii ndio mambo inafanya msukuke kwa makanisa, watu wa Mungu. Hii ndio mambo inafanya magonjwa isiondokee watu. Unakuta kanisa, imagine uko ina church na wewe ni pastor ama bishop ama apostle ama nani, na mtu ako na wheelchair ama na miti, ako na arthritis na pressure na sukari, na uko na hapo miezi 5 na hiyo pepo inakuchekelea hapo sababu ulijiwekelea usherati. Unajua ukisupport usherati, yani hata ni mserati tu. Mtu ako na sukari, pressure, na kuna wheelchair, ako na miti. Mnakaa hapo naye kanisani miezi 5, miezi 4, unamwambia tu Mungu atakuja kufanya. Kwanza nikwambia uko na wheelchair na sukari na pressure, hakuji.
Pastor huyo pastor mwenye anaposupport userati na separation na divorce hizo. Anakubaliza mama ameachana na mzee wake kidogo, anamtafutia mzee mwingine hapo ndani ya church. Baada ya ombe boma irudi venye inafaa. Anamwambia chukua ule mwanaume nimekuwa hata yeye alitupa waliachana na wake, amekuja hapa amevumilia sana. Sasa sababu umekuja na watoto watatu, wawili, watano, mambo kama hayo. Chukua na ule. Huyo ni pastor mserati huyo. Na ni pesa yako anataka, na hizo kanisa fifo hazikosangi. Mweko mnajua venye nasema. Na mwoko najua meki ya mwoko sababu huko ndiko na hudumu na nimeishi hapo sana. Kuna kanisa kuna watu wanapenda zile kanisa sana ziko na dhambi, zenye wanasapotiwa kufanya dhambi. That one is the word. Mama akiachana na mumewe asiolewe tena. Kama anataka mume tena areje kwa mume wake. Na isikia kabisa ezani na huo mume ati anachukuliwa panga, anafanywa nini, aende na asiolewe tena. Sababu watu wengi ni uvivu wa maombi, ni uvivu wa kuinua maibanda, na ni uvivu wa kujituma kwa kazi ya Mungu. Kunafanya mapepo idumu katika boma zao. Mimi najua wengi ambao ni uvivu. Wengi ni kusumbuana na mapasta, wengi ni kuharibu kazi za wenyewe. Mungu anaanza kuwaadhibu. Wanadhani ni pepo, kumbe ni Mungu anawaadhibu. Hebu sikiliza Marko 10:9. Excuse me. Marko 10:9. Marko 10:9 nasema hivi. Basi alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asitenganishe. Hata nyumbani tena wanafunzi wakamuuliza habari ya neno hilo. Akawaambia, kila mtu atakayemwacha mkewe na kuoa mwingine azini juu yake, na mke akimwacha mumewe na kuolewa na mtu mwingine azini. Zinasikia ile ukaba imejaa kwa makanisa. This is why people are dying. Unakuta mchungaji anazika watu sita kila mwaka. Mchungaji ndio mshirika akuve, lazima kuwe na kasturi. Mshirika na kanisa kama iko na kweli na roho na watu wanaambiwa ukweli, inawauma mpaka mtu akisikia kutoka atoke. Atarudi tu. Kilichopotea huwa kinarudi. Mimi naongeaga ukweli, wa kupotea apotea, lakini prodigal son alirudiki kwa baba yake. Nataka niambie wale watu ambao wameipotea kwa makanisa fulani tofauti, ni sababu ya kuambia ukweli. Tafuta huo mchungaji na rudi chini yake. Alikuambia ukweli kwa kuuma. Huo ukweli unahitaji uambiwe. Pastors talk truth. Wachungaji ogeni ukweli. Wacha kanisa si yako. Kanisa ni ya Jehova. Sasa unaenda masisi matatu mwezi mzima, masisi 3. Mama mdogo amelala kwa sanduku, unasema ni Mungu amempenda. Mbele ya watoto wake na bwana yake. Huyo bwana na watoto utapenda Mungu tena kweli? Wachungaji wacheni kupeana washirika kwa Shetani. Ukianza kusupport divorce na separation kwa madhabahu, kushikanisha ndoa baya hapo wasistahili, unapeana washirika. Na watashughulikiwa kwa njia ya vifo. Watashughulikiwa sababu unapigana na Mungu. Ukianza kusupport usherati na divorce, umeanza vita na Mungu. Mungu sasa atakuondokea, Shetani ashughulikie kanisa. Nasikia mshirika amewacheka kidogo tupo, kuumwa tu na tupo kidogo, anakufa. Unasikia mwingine ameduka na kisu jina nani amekufa. Unasikia mwingine amejinyonga anakufa. Unasikia mwingine amefanya nini anakufa. Unasikia mambo mingi sababu ya madhabahu kuchafuliwa. Hivyo mwaka wa 2026 jiangalie uko kwa madhabahu ya aina gani. Otherwise tuko mwezi wa pili. Disemba itafika bila wewe kuwa na kitu. Mungu anataka umtumikie na kweli na roho. Mungu anataka ukuwe na dhambi ukemewe. Mungu anataka ukikosea unaabu unakosea, unarudi laini. Mungu hataki usuguke kwa makanisa, hataki. Yaani malisia hapa 11 nasema, nimesema ni Marko 10:9. Sasa niko 11. Akawaambia, kila mtu atakayemwacha mkewe na kuoa mwingine azini juu yake, na mke akimwacha mumewe na kuolewa na mtu mwingine azini. Sikiliza sasa, kuzini ni kwingi sana kwa makanisa. Na inajiita ni ya kweli na roho. Mimi kuna wakati nilikuwa na revival tu kanisani. Weekdays tu. Nikahubiri hii mambo. Wamama walikuwa wawili wakanikuta after service. Wakaniuliza, mchungaji, na munabii akisema
mwenye niko naye wa pili anioe. Sasa nikashindwa ni mnabii gani atatoka nje hii maandiko. Si huwa mama alikuwa ameenda wapi wakahudumiwa na mnabii fulani na mmoja akaambiwa hapo alikuwa ameacha mume wake already na akachukua na mwingine. Ukiona mtu anauliza hiyo swali ilikuwa na mwingine na ndio sababu mnauliza na Mungu akisema mume mikoni mwangu kama uko na mume mahali Kenya hii na dunia hii, huyo ndio nitaomba murudiane. Kama uko na mume, kama uko na mke mumeachana, ndio nitaomba murudiane. Otherwise sinanga rumu ya usharati mimi. Sinanga rumu ya ukahaba. Na hiyo kanisa iko hapo ya Mwihoko hiyo. Hiyo Emmanuel Breakthrough Gospel Ministry. Hiyo center na branches. Uniambie ulisikia kifo lini? Sirigi. Naongea kwa unyenyekevu mwingi sana. Watu wa Mwihoko. Sirigi. Naongea kwa unyenyekevu mwingi sana bila maligo. Nasema hivi. Hiyo Emmanuel Breakthrough Gospel Ministry. Hiyo center kwa Mwihoko. Branches. Muniambie wakati gani ulisikia mazizi ya mshirika? Mazizi yenye watu wananiacha. Kuna wakati naangalia kaviti naona watu 10 sioni, 5 sioni. Ni Mungu uongee ukweli, uwe mtu akiumwa na ukweli, akosa kubadilika, atoke aende. Na kanisa hiyo haijasimama. Na ikosagi watu bado inaendelea na inapendwa sana. Na watu wengi waulize ambao wameikuja pale, wameinuliwa. Wengi wamefanyika mapasta, wengi ni evangelist. Tuko na branches kona nyingi ambao nimeaminia wala wachungaji wanapenda ukweli. Kuna miaka niliishi 2024 haswa. Hapo nilikuwa na wachungaji ambao si wazuri pande nyingi za Kenya hii. Nakuta mchungaji ile iliaminiwa kanisa ameanza kuingia kwa boma za wenyewe na muzaa, boma zenye mabibi hawana mabwana, wameachana na mabwana. Na unakuta ile mambo mchungaji inasemekana anafanya si mambo mazuri. Ni 2024 niliachilia wengi sana pamoja na wachungaji na washirika wao. Kawaambia deni na hizo branch zenu. Deni niliwafukuzaga. Mungu alisema kitabu ya ni Luke 13 verse 6. Luke 13 verse 6. Na nitaisoma tu Luke 13 and verse 6. I'll read it. Luke 13 and huu ni mwaka wa 2026. Mchungaji ama mshirika wote mahali atasikia hii, kama uko kanisa lukewarm yenye Mungu haongei, yenye dhambi hazikemewi, yenye ukweli hauongewi, kwa set free maishani, ama uwaeke huru maishani. Kama uko kwa chachi yenye haiongewi ukweli, haikemei dhambi, hapa mapema go away, enda kanisa ingine ambayo inaongea ukweli, inaongewa kweli na roho. Utapona, utainuliwa na utabarikiwa sana. Hata uzira ukisema kwetu kuongea yangu inadimi, unataka Mungu afanye nini mtu wa Mungu? Unaweza badilisha hiyo chachi. Hiyo church. Unajua church iko na kuna Petro aliambiwa roho akija na aje juu yenu. Kanisa ambao ni ya mwisho wa nyakati itaanzia. Roho wa Mtakatifu akija. Sasa hii kuna kanisa za mwisho wa nyakati ambao zimeachiliwa, ambao watu wazipendi. Nimekwambia watu wazipendi. Kama mimi mchungaji Njoroge, itabidi uombe Mungu sana unipende. Sana. Kunipenda. Utaomba sana unipende. Sababu I always talk the truth. Mimi ni wale wachungaji ninakutana na watu wengine wanaingia kwa fenzi. Siwaingie. Unajua ukiwa uchi, Adamu na Eve walipofanyika uchi, ilibidi wajifiche Mungu. Mimi kuna watu ninaonanga kwa ubali tu ninaona ule ni fulani lakini anajificha. Mimi niondokee njia niende kwenye naendaga. Na nimesema hivi, mimi ni wale wachungaji wenye inabidi uombe sana ndio unipende. Habu usipoomba I'll talk the truth. Nitaishi kuiongea hiyo ukweli. Haijalishi kanisa na mimi nikijua nitaongea ukweli nibaki na washirika 5. I'll talk it. Usiniambie watu wanapotea kanisani. Niongee ukweli uondoke chachi uende. Kama ni mimi ninafaa kufikisha biguni. Kama Mungu ameamua ni mimi nitakufikisha biguni. Hata uende miaka 10 ama 5 ama 20. You will still come back on your father's heart. Kuna watu wanakuwa na hiyo, unajua chachio ya mchungaji Njoroge. Kuna wakati ilikuwa na watu wengi.
watu wametoka sana. Kanisa si ya Njoroge, kanisa ni ya Jehova. Ukweli wao unauma. Enda we kwenye wapi ukweli. Enda ukakubiwa na huko. Utakubiwa. Utapata shida. Biashara yako itaisha. Watoto wako watanyimwa nafasi ya kuwa na baba yao. Utatafutiwa baba mwingiwa, baba watoto mwingine haraka sana, na wale wachungaji wanasapoti userati. Na mchungaji anasapoti userati hata yeye ni mserati. Huu mwaka wa 2026 watu wa Mungu tupende Mungu. Otherwise there is a lot of perishing katika mabarabara, katika kujinyonga, katika magonjwa. Hiyo mambo yote shetani anapitia kuangamiza watu. Sababu naye Mungu ukimkataa afanye nini sasa? Ukimkataa afanye nini sasa? Hivyo kama Wakenya tupende Mungu. Rudini kwa makanisa. Toeni masadaka. Toeni fungu la 10 for security purpose. Luke 13:6. Akanena mfano huu. Mtu mmoja alikuwa na mtini. Okay, akanena mfano huu. Hiyo ni Luke 13:6. Akanena mfano huu. Mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la misabibu. Akaenda akitafuta matunda juu yake asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la misabibu, tazama, miaka mitatu hii nanja nikitafuta matunda juu ya mtini huu nisipate kitu. Ukate bona hata nchi unaiharibu. Akajibu akamwambia, Bwana, uache mwaka huu nao hata niupalilie, niutilie samadi, nao ukizaa matunda baadaye vema, la usipozaa ndipo ukate. Hiyo ndio ujumbe nilipea wacha 2025 2026 mwaka wa 2024 kama hiyo, kama sikosei. Nikaambia watu tukiingia mwaka 2024 miti itakatwa. Hapo kuna watu kazi yao ni kuhama chachi hii, wanaharibu chachi hii, wanaenda kwingine pia kuharibu. Kuna watu kazi yao ni kuharibu mambo za Mungu, ni kuharibu mama za watu, ni kuharibu biashara za watu, ni kuharibu mambo mengi sana. Nikaambia watu kama mtu nimemwombea ameokoka ama ayokokea chachi nyingine, akaja akajoin Emmanuel, haya ama kanisa nyingine ile inakuwa ina roho, na kazi yake ameishi kuharibu miaka yote aliokoka. Aliishi kuwa mtu mbaya miaka yote aliokoka. Nikaambia watu hivi, umepewa miaka 3 hujazaa, hujafurahisha Mungu, hujamzalia matunda yote ile, hana kitu anaona kizuri kwako. Wewe ni kuharibu kanisa, ni kutoa watu kanisani, wewe ni ukahaba, na wewe ni pastor. Saa hiyo ni unafanya ukahaba mpaka na washirika wako. Mungu akatunenea pale Emmanuel akatuambia ati sasa watu wamepewa mwaka moja. Sasa ulikuwa mwaka wa 2024. Sasa mimi niliona mambo 2024 ilipoanzia, niliona mambo. Unaona mtu hakuji church, hakuji church, wakati wa hakuji church, ukimuuliza sababu unakuta tu ni mtu haezi za. Na Emmanuel ni kweli wengi walishughulikiwa, hata wewe bishop ambao kuna wakati umepitia ukakuta washirika huwaoni, usikuage na kupane. Kama hujafanya dhambi, hujazi Mungu, bado namwabudu Mungu na kwa roho, usitetemeke, usiwe na shida. Kuna wakati miti huwa inakatwa, na ikikatwa ikikauka na uko nje na ikichomeka unajua mti ikishakatwa lazima ikauke, na watu wachome nayo chakula ama wapike chakula nayo, ingine waote moto wakati wa baridi. Watu Emmanuel walishughulikiangwa, miti ilishughulikiangwa yenye izangi. Kuna watu wanaogawa wanasema hiyo kanisa ilikuwa hivi, ilikuwa na watu wengi sana. Hata sasa iko na watu, branch bado ziko, kanisa bado inaendelea. Wewe ndio ulienda, wewe ndio ulikatwa, wewe ndio uliisha, sababu ulikosa mazao miaka 3 na ukaongezewa 1 ukakosa kuzaa. Na nikawaambia Jordan ndio mwisho, Jordan ndio mwisho. Kuna mafuta ukishindwa na kukaa nayo ndio inakuwa final. Naaman alizunguka dunia hii akitafuta tiba ya matibabu ya ukoma. Unajua alikuwa jemedari, mtu mkubwa sana, mtu mkubwa serikalini. Alizunguka sana. Lakini Naaman alikuwa na shida moja ya kusumbuana na wachungaji,
Kafika wakati msichana katekwa nyara, akaelekezwa kule kwa kina Naaman na akafanyika maid, fanyikazi wa nyumba, na akafikishia mke wa Naaman ujumbe, akamwambia mke wa Naaman bwana yako naona nasubuka sana na ukoma. Na huwa ageenda tu kule Samaria akutane na Elisha. Ataenda aombe na apone. Na ni kweli Naaman ilifika wakati na akaenda. Jumbe ukamfikia na akaenda. Kitu yeye alifanya, alipoambiwa kaoga Jordan, aliambia na Elisha, silikuwa nadhani utaniwekelea mikono mahali mimi ni mgonjwa nipone. Watumishi wa Mungu ama watu wa Jehova niwaambie, manabii wako lakini hamtawatumia venye mnataka. Kuna watu wamezoea kutumia manabii vibaya. Wamezoea unakuta mtu kwa mchungaji mara dhate. Kenya anaambiwa hashiki. Anaambiwa wewe toa taini. Ni taini na kusumbua. Wewe uko na kipawa hakitumiki. Wewe unafaa kuwa na branch. Wewe ni mtu unafaa kufunguliwa branch. Hata wengine wameikuwa na branch. Sikienda tu wanapopewa wengi wameipewa branch. Hata mimi nimeipewa watu branch. Wachungaji fulani branch. Wakienda pale wanafikiri ni kazi rahisi sana. Wakisturiwa na mapepo ya ile strongholds, wanatoroka. Mtu anaenda anajificha chini ya mchungaji mwingine. Sasa utaishi chini hadi lini? Kama wewe ni branch holder na umeifunguliwa branch na certain level or a bishop or archbishop or apostle, sababu ya maugumu ya hiyo branch na kusturiwa na mapepo ya hiyo strongholds, ukatoroka ukaenda chini ya mwingine tena kujificha. Mtu wa Mungu, utaharibu maisha yako sana. Toka hapo. Urudi kwa mwenye alikuwa amekutuma, sababu kama hakuwa na dhambi, ni Mungu alimunenea akutume. Wewe ukaenda ukatoroka, hautaienea chini ya huyo. Hata akufungulie kanisa, hautafaulu. Wewe uko na baba yako aliyekulea. Shida ya wachungaji wengine ni unahoro ni pastor, unapata mtu ni pastor, ni evangelist, ni apostle, ni nani. Wewe hujamulea, anakuja kwa kanisa yako na uchunguzi na umuulize ni kwa nini ametoka huko ametoka. This is why church zingine haziinuliwi, hazibarikiwi. Sababu mchungaji unafaa kushika mtu muulize, mchungaji, apostle, evangelist, muulize, wewe nimesikia unaitwa pastor, unaitwa evangelist, uko na hiyo title, umeitoa wapi? Nani huwa amekukuza? Ni nani huwa amekulea hadi ukafika hapa? Umuulize hiyo maswali pole pole. Kini wengine wanasemanga nitamuuliza maswali tena anitoroke. Uliza maswali. Truth belong to God. Uliza mtu swali, musaidie. Ini kama ni mahali ametoka na unajua kama mchungaji ni mserati, mchungaji ni devil worshiper, mchungaji ana support ukahaba, hiyo separation na divorce, ana support ukahaba na kuzini. Sasa utashika hiyo mambo, utaiombea, utajua kama ni kweli ama si kweli. Unajua watu ni watu wa kuwekelea na mambo yeta yenye haiko. Unapochunguza ukweli wa ule mtu, mchunguze. Kuna kwenye unaweza mrejeza mwambie kulingana na huduma yako pale huwezi kaa pale. So pale sasa ni uende baraka, barikiwe na ule akufungue. Sasa ukuje tuendelee na maisha ama tuendelee na huduma. Kwingine ni unakuta mchungaji mwenye amelea ule mwingine ni kahaba, ni msherati, ni mtu ambaye ni wawifu, ni mnyang'anyi. Hakuna ni broker masaba, amebroke watu mashamba na masaba yake karudi kupotea ama magari nini. Ni mtu ambaye ako na hiyo roho ya kuinua maibada watu wanakufa. Hakuna lingine pale huwezi mtuma. Ukichunguza ukute ni hivyo kama mchungaji, unahold pastor with that legal ground. Unajua ukweli wa pale, sasa unamhuri na ukweli with a very good legal ground. Wa leo kuna mchungaji anaona pastor mama ama mama anaweza akona uwezo wa kupresent worship, lakini hajui ni nyoka imetoka kwa mtu mwingine. Wachungaji tuko hapo tusaidiane. Unakuta mchungaji nyoka imetoka kwa mchungaji mwingine, imeacha huko kama imeharibu. Badala ukonsult mchungaji, atapigia mchungaji simu. Hello mchungaji, pastor amekuja kwangu church. Ameniambia ameshiriki hapo kwa muda fulani. Ako namna gani? Mchungaji atakusaidia na akwambie, jihadhari huyo mtu. Hapa kwangu ndio atoke, ameacha kama amefanya hivi na hivi na hivi na hivi ile vingine. Ndio sababu Emmanuel huwa mpaka wale uwe mesimama. Why? I normally talk the truth. Hata ujaribu namna gani kuiataki, huwezi. Hata uende maombi gani huwezi. Huwezi nipeleka mahali mimi. Na mambo yangu yote inaendelea vizuri, kanisa inaendelea vizuri, maisha yangu, kazi zangu za mikono zinaendelea vizuri. You cannot attack me. Huwezi. Why?
Mimi wanasimama na ukweli. Mnao wakati wa vita, Mungu anaangalia ni nani anasimama na ukweli hapa. Mungu anasimamanga na utakatifu, anasimama na mwenye ako na huo utakatifu, anamtetea na anampigania. Kuna watu wengine wanaulizaga, bado Emmanuel iko? Yes! Mwenye Emmanuel anaiteteanga. Na watu wengi wanajua mimi ni mchungaji ambao anaongeanga ukweli. Kuna watu wameiniacha sababu ya kuongea ukweli. Mimi ni mtu wa kuzaa matunda. Mungu anapokuja anakutanga nikizaa matunda. Mimi watu ambao ananiambia inua huyu, inua huyu, inua huyu, inua huyu, huwa nainua, huwa nasema huu ni servant kutoka leo, huu ni pastor kutoka leo, wa kupewa branch anapewa bila lingine, bila maswali. Utakatifu unapodumu. Unajua wachungaji, usipoinua watu ambao unawalea, hata utabaki chini. Ukiinua mtu hivi, uinue mtu, hata mkono wako uko juu. Ukidumisha watu chini, hata utabaki chini. Watu wa kupewa branch si upee. Watu wa kupewa Bible studies wapewa funze. Usifanye kazi yote kanisani. Kukosa mazao na mimi 2024 ilinistua. Watu wa Mungu ilinistua. Kanisa unakuta imejaa na watu wanaanza kusema mengi. Si mengi haikuwa hapo. Bado kanisa iko. Mimi bado niko imara. Natumikia Mungu. Nimesimama vyema. Jehova wa utakatifu bado ananitetea. Kile kilikatwa ni miti yenye haizai. Na tukaingia 2025. Mwaka tuambia ni mwaka wa kuhama. Na mimi ndio nilihama hapa. Nilikuja kwenye niko Januari ya last year. Nikakuja hapa nikaanza maisha. Kanisa ndio na kujaga hadi Mwehoko. Na ninapenda Mwehoko sana. Napenda hiyo area sana. Nilikuja huko 2009 huko Mwehoko. Na nimekuwa huko kwa muda huo wote mpaka 2026 wa leo. Bado nahubiri pale. Na hiyo kanisa nitaishi kuihubiri. Na ninawaalika kabisa mahala pale. Na waalika na njia zote. Nyinyi wagonjwa wa pressure, nyinyi wagonjwa wa sukari, nyinyi wagonjwa wa ukimwi, nyinyi mko na arthritis, nyinyi mko na hiyo maro ya divorce na separation, kujeni tuombe. Nakumbuka msichana mmoja alikuwa anafanya kazi kwa boma fulani. Na alikuwa boma yake imefujika, alikuwa wa Uganda kama sikosei. Alikuwa wa Uganda. Na alikuwa amefukuzwa na bwana yake kwa wengine wawili. Alipokuja tukapatana, nikamuuliza, ungetaka kurudi kwako? Akaniambia ndio. Wakenya ndio wakati mwingine sio wanakuwa wamepitia mambo magani. Akaniambia ndio naweza taka kurudi. Nilimuombea within 1 week alikuwa amerejea kwake Uganda. Na tafadhali ukiomba urudi kwako, unapoombea urudi, unafaa kujiuliza unaombea boma yako, unainulia kama ibada, fungu la 10 unatoanga. Hapo watu wengine nao wakiombea warudi, huwa anaenda kurelax. Wakifukuzwa tena tunaombea wanarudi. Lazima ujiulize ni wapi shetani anaingilia kwa boma yako. Unaziba hiyo mianya, unazimba yote, unaiondoa. Unakosa kupokea mishahara ambao haina sababu. Jioni ya leo ni wabibi wa Kenya. Mungu anawapenda. Mungu huwa anawazia mazuri. Mpendeni Mungu. Unapompenda Mungu usiokoke. Damu ya Yesu bado iko. Yesu anaokoa. Si upokoe tu Roho Mtakatifu. Muendanishe nao mwaka wa 2036. Na ukiendanisha naye vizuri mwaka wa 2036, uko na baraka, uko na ushindi, na ni mwaka uko na kibali ambacho ni cha ajabu. Huu ni mwaka wa kurejeshewa chochote kimepotea. Watu wa Mwehoko nawapenda sana. Nimefanya kazi nyingi na nyinyi na nitasiri kuwashikilia. Mwehoko hiyo, na hata saa hii nikimaliza ibada zangu mapema napitaga tu huko ninasalimia watu. Teremkeni pale Jordan. Kujeni tu tafadhali pale. Pale kuna jawabu. Kujeni pale. Hii Friday inakuja. Excuse me. Yes, excuse me. Hii Friday inakuja. Ni tarehe 13 na Saturday tarehe 14. Niko pale saa 8. Friday saa 8 mpaka saa 10. Maombi kabisa. Maombi sana. Saturday pia saa 8 hadi saa 10 niko pale maombi. Teremkeni pale tuombe pamoja. Ndio hii mambo Mungu naye anasema ya kwamba ni mambo imepotea na atarejesha. To access. We pray God. Anasema bisheni nitafungua. Niombeni nitawapa. Hiyo ni Mungu anasema. Bisha. Omba. Nitakupea. Hiyo ni maandiko. Tubishe, tuombe, tutapewa. Lazima tubishe. Yale mambo ambayo imepotea Jehova ndio haya.
tubishe, ataachilia, atapeana, ni sababu ni Mungu mwema. Na nitakuwa pia na hiyo maombi mwisho wa mwezi tarehe 20 mwisho wa mwezi, wiki ya mwisho, Saturday na Friday na Saturday. I think tarehe 27 na 28 I'll be there. Friday na Saturday nitakuwa pia huko saa 8 hadi saa 10. Teremkeni pale tuombe, teremkeni pale tuombe, teremkeni pale tuombe, watu wa Mungu, tuombe nchi, tuombe biashara, zidi kusimama na kuendelea, tuombe boma, tuombe mashule, tuombe hospitali zetu, tuombe kona zote, tuombe maendeleo yenye nazidi kuendelea, iendelee kabisa. Ni sababu naye Mungu ni mwema. Mungu alisema anatafuta na anaokoa, chochote kimepotea. Kwa hivyo usi mwaka wa Mungu, hakuna mtu anafaa kujisifu na wote kazi inaendelea Kenya. Hakuna mtu anafaa kujisifu na watu kuwa na pesa kwa mifuko. Ni Mungu anatafuta na kuokoa chenye kimepotea akiturejeshea. Ukiona maendeleo na hapo, barabara ikijengwa, daraja ikijengwa, ukiona pesa kwa mfuko wako na biashara ikienda vizuri, ni Mungu anatafuta kenye kimepotea akirejesha kwetu. Hakuna mtu anafaa kujivuna ama kujipiga kifua ama kusema ni yeye. It is God doing that work. Ni yeye anatafuta akirejesha, na atarejesha barabara, atarejesha mali kwa mifuko, atafanya mambo mazuri. Nazi ni kazi yetu kuomba sana. Tusipate mali tusahau na maombi. Tusipate hiyo gari usipate hiyo gari usahau na maombi. Usipate hiyo kitu fulani usahau na kwenye ulikuwa unaenda. Tafadhali tusisahau na Mungu. Shida watu wengine ni kusahau. Usisahau hata maisha ikuwe na mazuri namna gani. Sasa hivi tunafanya shopping. Niwaambie haswa wazee. Kuna miaka ulikuwa unajaribu kuenda soko, ukipitia sokoni ati ubebe watoto sweet potato. Ama wabebe viazi, mboga na uga, garao sidumu mwezi wiki kadhaa. Unashindwa, "Oi, kuna miaka tumezumbuka. Hii mwaka ya 2026 ni ya Mungu. Mimi mwenyewe nafanya shopping." Mimi ni wale wazee wa kufanya shopping, wa kwenda nyumbani na mboga na viazi na sweet potato. Mimi ni ule mzee hapo hivyo. Mimi ni ule mzee. Kuna miaka tumepitia, ulikuwa unajaribu kujigeusha, unashindwa, what is happening? But for now God is doing great. Anafanya kazi yake. Ngojeni tumpende, ngojeni tuweze kukaa tukimshukuru na tukimuinua. Mimi naomba mbarikiwe sana. Nao alika pale Emmanuel Breakthrough Gospel Ministry Center pale Mwihoko Dagamatu. Nimesema ukuwa Githurani Kazimat pale nje, upande gari pale utaletwa Dagamatu. Kiwa Kizito teremuka pale Dagamatu. Either utumie gari na tukutuku hizo, uwekwe Discovery na tukutuku. Sionagi tukutuku hapo sana. Tukutuku zinakujaga na main load, nadhika Kirizi zinarudi ama zinaenda pande ya Ruai. Pale kuna hizi gari dogo, zinaitwa aje hizi gari dogo? Hizi watu 11 na zionaga pale, kuna pikipiki, kuna matatu za 14 sita, hizo zote nazionanga. Na walika pale na njia kubwa. Tuombe, tufanye watu deliverance. Tuinue vipawa vya watu, tusire na njia zote sababu ni za Mungu. Tusikuzwe na njia zote. Sisi tuko na Mungu ndani yetu, tukuze hizo vipawa. Na watu wengi watainuliwa, watabarikiwa na watatendewa mambo mema. Pengine wewe ni mchungaji uko hapo, ulifungangwa na ukakuwa na branch ikaharibiwa na njia moja na nyingine, ama ulikuwa na ministry ikaisha. Kuja pale tunene na tuongee. Ministry hiyo ifufuke. Mwaka wa 2026 kama Mungu anafaa kupitia kwa ministry ya kuinua na kubariki. Usilale mtu wa Mungu. Amuka, fanya kazi ya Mungu. Kama ni biashara uko nayo ya duka, fanya biashara kabisa. Aminika na fungu la 10 na matoleo ya Jehova. Ombea duka yako sana. Kama wewe ni mtu wa hiyo biashara, ifanye bila uoga na utazidi kubarikiwa sana. Hata usikae tu hivi. No. Mimi ni mchungaji, niko busy sana katika ministry, but nafanya kazi. Hata sasa hii masaa ya asubuhi leo Monday tarehe 9 niliamkia shamba, nimelima sana, naandaa shamba sababu ya hii mvua ambayo iko jiani. So mimi naomba mbarikiwe sana, tendee mambo mema. Wewe hapa uko kwa kanisa yenye haifai, si utoke tu. Wewe hapa ulitoroka church fulani sababu ya uoga, ulipewa ministry, ulipewa branch, ukapatana na mauzito ukatoroka. Enda pale urudi kwa baba yako. Ule mwenye amekushika illegally. Ulikuwa umepewa branch, mwenye alikuwa amekupa hana dhambi, hana shida. Shurudi kwa baba yako. Huyu ndiye akona baraka. 2026 ikipita, hatujui Mungu ataongeaje kuhusu 2027. Hatujui. Tutangojea hiyo wakati ukifika wa Disemba tarehe 10 ama mwezi wa 11, tusikie sauti ya Mungu inasemaje kuhusu 2027. But for now 2026 ni mwaka wa baraka, ni mwaka wa kurejesha chochote kimepotea, na ni mwaka pia wa wale ambao wamekataa Mungu kuangamia na kukua katika shida. Tafadhali usiangamishwe na sukari na pressure, Mungu akiwa. Teremuka pale Jordan,
Mwihoko pale Dagama 2 stage karibu na garage, imepakana tu na garage. Kuja pale na utainuliwa, utabarikiwa sana. Wewe mgonjwa utapona, wewe boma yako imeagua itarejeshwa na Jehova, neema Mungu utaonekana. Mbarikiwe sana. Nataka kupeana namba ya simu. Mimi ni vizuri kuipeana hii namba ya simu, ndio unipigie ukitaka. Nitaipeana. Ni vizuri kuipeana. Ndio unipigie ukitaka, tuongeleshane, tutiane nguvu na utabarikiwa sana na utatendewa mambo mazuri. Iwapo unataka kunipigia simu, unipigie na hiyo namba. Utabarikiwa sana na utatendewa mambo makuu na tena mambo mema tena zaidi. Mimi namba yangu personal ndio napeana, lakini kuna ile nyingine ya kikanisa, hiyo siku moja pia nitakupea, ambao ni ukitaka tena tuongee, tuketi chini tuongee. Unakuaga na hiyo hali ya kuongea. Kuna mtaratibu kwa kanisani, kuna mpangilio. Lakini yenye nakupa mimi ni yule mtu akitaka kuongea na mimi kwa simu, pengine uko mbali sana, ukitaka kuongea na mimi na simu directly, nitakupea. Na itafika wakati pia nikupee ya mwenye tunasaidiaga naye kanisani, unaongea naye, mnapangana, ndio tunakutana kanisani na njia ya heshima, naye Mungu anazidi kuonekana. Kwa hiyo ambao wako mbali ama mwenye akitaka kuongea na mimi directly, ni inapatikananga, na wana mshukuru Mungu ni sababu ya hiyo. 0710 986 420 0710 986 420. Nirudie tena 0710 986 420 0710 986 420. Nipigie hiyo simu, nitaishukua na nitaongea na tutaomba kwa simu pia, tutaongeleshana, tutatiana nguvu sababu ya Mungu. Sasa ubarikiwe sana, utendee mambo mema. Ngojeni tuombe sababu ya Mungu. Nakushukuru Mwenyezi Mungu, nasema ni asanti. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Nakushukuru sababu ya msikilizaji ambao hutusikiliza katika YouTube, TikTok na Facebook. Nakushukuru sababu yake kumpea nafasi ya kuona 2026 Jehova Jireh. Tuko Februari sasa, ni tarehe 9. Ninakushukuru Mungu, ninakuinua. Bariki Kenya, bariki kanisa zote zilizo na kweli na roho. Okoa wengi huu mwaka. Rejesha Maria udada, Maria udugu ambayo imepotea muda mrefu. Kwao nyumbani kwenye huwa amezaliwa wamepoteza mambo mengi. Kwao nyumbani kwenye amezaliwa kulikuwa na ng'ombe, hawajui ziliendaga wapi. Kulikuwa na gari, hawajui ziliendaga wapi. Naomba ukarejesha kupitia hawa vitu vyote vimepotea maishani mwao. Kulikuwa na huduma pia na mambo mengine mazuri na ya baraka, ikapotea mikononi mwa Shetani. Nimetangaza hivi, mali imepotea kwenu mikononi mwa Shetani, sasa itoke kwa Shetani irudi kwenu. Shetani huna nguvu mwaka, hauna uwezo mwaka. Ule uponyaji unahitajika katika hiyo boma, ukarejee. Ile mali ilipotea katika hiyo boma na ikarejee. Ile ministry ilikuwa katika hiyo boma ikapotea na ikarejee. Vipawa, utumishi ukarejee katika maisha ya wote ambao wamekuwa na ikapotea. Nimetangaza baraka, nimetangaza ushindi na kibali. Mwokozi kule Russia na Ukraine kuna vita inaendelea. Angalia, kuna Wakenya wako kule na wamepelekwa kule na njia ya wanadhani tu wanapelekwa kufanye kazi, lakini wengine wamejikuta katika hali gumu, wanapelekwa katika mambo zenye hawajui na hawajaelewa, hawajafunzwa vizuri. Front na Jehova wanakufa tu ovyo. Tunakataa hiyo roho na tunakataa ufalme huo. Hiyo roho ya kuwa vijana. Angalia Firauni, kuna kati aliamuru na akasema watoto wote vijana wale waume wakizaliwa wanatupwa River Nile. Angalia, kuna roho ya kifirauni hapa Kenya inaharibu maisha ya watoto wetu, inafanya wakufe na waangamie. Hiyo roho naikemea, Jehova naiharibu na ninaiangamiza. Natangaza mwangaza katika watu ambao wako na watu kule Ukraine. Naomba utengeneze njia wajikuta wamerudi Kenya, na wenye wako uhai wanarudi wakuwa uhai, wenye wamekufa basi mili iletwe watu wao wazike, ni sababu wewe ni Mungu. Naomba kibali juu ya Wakenya hawa na Wakristiano na watu wote ambao wanakupenda Mungu, wainue maishani. Bariki kwa sababu wewe ni Jehova. Bariki maisha ya wengi, bariki ngoja wengi waokoke. Jehova, juliza watu kuna kweli na roho. Juliza watu kuna kanisa ambazo ni za mwisho wa nyakati, ambazo zinaongea na kweli na roho, ambazo zina maisha ya watu wakienda pale inabadilika. Nimetangaza ubadilisha maisha ya wengi. Kanisa zote ziko na kweli na roho, Jehova Jireh, ukaziinue, ukazibariki, ni sababu wewe ni Jehova. Nimetangaza mwangaza maishani mwa huu ndugu, maishani mwa huu dada, maishani mwa hii familia. Nimetangaza urejesho maishani mwa hiyo biashara, maishani mwa huyu mtu atakusikiliza, ni sababu wewe ni Jehova. Nimetangaza breakthrough, nimetangaza ushindi na nimetangaza kibali. Sasa sababu umebariki Mungu, umeinua na umetenda mema. In the name of Jesus I pray.
and I believe. Kabla nimalizie, ukitaka kuokoka, rudia nyuma yangu hii maneno na utabarikiwa sana. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele yako. Bwana Yesu, nimekuja mbele yako. Samehe dhambi zangu zote zenye nimekosea nikitaka hata bila kutaka. Yote Mwokozi nisamehe. Vuta majina yangu katika kitabu ya Shetani, uyaandike katika kitabu cha uzima wa milele. Kutoka leo na kuendelea nimeokoka na nitafanyia Mungu kazi. Nijaze na Roho Mtakatifu, nijaze na Roho Mtakatifu, nijaze na Roho Mtakatifu. Hiyo maneno yote unarudia hivyo, ndiposa Roho ajae ndani yako. Hii ni na ninarudia tena, nijaze na Roho Mtakatifu, nijaze na Roho Mtakatifu, nijaze na Roho Mtakatifu. Hiyo ni mara 3, aweze kuniongoza, kupelekana nami na kuwa msaidizi wangu. In the name of Jesus, I pray and I believe. Be blessed Kenyans. Mungu atendee mambo mema, Mungu awainue. Huu mwaka wa rejeshe chochote kimepotea. Tutazidi kuongeleshana, hizi video zitazidi kuja kwa wiki tena zaidi, ndio mwaka huo wa ushindi na uwe wa baraka. His name, play and I be blessed and be done good. Amen, amen and amen. Thank you, thank you, thank you.